umekuwa kimya kwa muda mrefu kidogo, kwa maana ya kwamba kurudi kwenye chat na vitu kama hivyo. Nafahamu hapa katikati ulitoa ngoma. Na hongera sana kwanza kwa kuanzisha studio yako. Sijui inaendaje sasa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, studio sasa hivi iko poa kwa sababu na watu wengi sana ambao wanatokea, napata matumaini kwamba itakuwepo na itaendelea kufanya vizuri siku za mbele. Okay. Muziki unaendelea? Kama hivi niko hapa kwa ajili ya kuwafahamisha pia. Okay. Ni kitu gani kipi ambacho ungependa kufahamisha? Kikubwa kwamba kwanza niko na ngoma mpya ambayo inatakiwa itoke soon katika siku 2-3 ambazo ziko usoni. Mwenyezi Mungu kama atatupa pumzi natakiwa watu wasikie. Na hata kama tutakuwepo ngoma tayari isharekodiwa, yani kwamba itasikika tu. Niko na ndugu yangu mjomba Q-Chief, tumefanya pamoja na ngoma yangu binafsi ambayo inatakiwa itoke, inaitwa Herufi Kuu. Yani hilo ndo kubwa ambalo watu wanatakiwa kulifahamu. Karibu na Q-Chief umbali kwanza tulotoka, tulikuwa pamoja enzi hizo. Nilikuwa before, unajua Q-Chief alianza kurekodi kabla mimi. Nilikuwa napenda kazi zake Q-Chief. Sasa wakati mimi nipo kwenye kampuni ya QS Monda J, bosi aliniuliza mimi nataka nifanye band hapa. Nafikiri nani? Nikamwambia bwana, mimi mtu ambaye huwa akifanyaga kitu na wengi, lakini katika ile top 5 yangu kuna mtu huyu na huyu na huyu, nikamtaja na Q-Chief. Sasa huyu ndio alikuwa kumbe yuko ndani ya moyo wa boss. Sasa huyu ndio nikamwambia sasa basi huyu ndugu yangu sana. Basi ndio tuko pamoja, na kwa sababu kitambo tulikuwa tuko pamoja na alikuwa ananikubali na kama ninavyomkubali yeye, ndio ikawa mpaka hivyo mpaka leo nadhani tumekutana tuko pamoja sana sasa. Okay. Yeah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwenye management moja ambayo ni QS Monda J. Kampuni kubwa sana international nasema. So naanzisha bendi ya QS Monda J. Inaitwa QS Music Band. Na nyinyi ndio tuko mnaimba na tutakuwa na vijana wengine pia. Kwamba tushakutana sisi ndio tupo na vijana, kuna mtu anaitwa Amo, kuna Shalvin tuko nao, na kuna wengine tunawatafuta tuwe nao, kwa sababu unajua band lazima mpatikane watu 5-6 ili kufanya vizuri zaidi, na kuna wasichana baadhi katika watu ambao tunahitaji lazima wapatikane mmoja ama wawili. Kwa hiyo mnatarajia kuanza lini bendi? Iko katika mipango, lakini kamati ya bendi ishaundwa, yani kwamba kuna mipango tunakamilika na watu wanasubiri vyombo tuanze kufanya mazoezi na pamoja tujue tutafanyaje, tuanze kurekodi ngoma za bendi, na kila mtu unajua atatoka na ngoma zake binafsi na kuna ngoma za kama bendi. Ndio mipango leo kwa sasa hivi. Haya, ndio tuongee sasa kuhusiana na kupotea kwako. Sasa hivi kuna dalili njema kwamba utarudi vizuri, kwa sababu unapata management ambayo imejipanga na ina nia njema. Unafikiri kwa nini ulipotea sana? Kupotea kwangu kulisababishwa na vitu vingi, lakini kimoja wapo ni kukaa mbali na watu ambao walikuwa wananisaidia before. Badala kupanic, unajua moyo ukishakuwa na hasira unachukua uamuzi peke yako, na ukiwa mtoto wa kiume unachokiamua unatakiwa kwanza ukikamilishe bila kabla ya ushauri. Baada kuvurugana kidogo na wadau wangu ambao waliniwezesha kusikika, nikajikuta kama vile nimepanic, achana nao. Sasa unajua sikuwa na ujanja wa kujua kwamba nachukua ngoma napeleka wapi. Sasa ikawa kumbe ni kabari ile, unajua bila kujijua. Afu baadaye nilipokuja kutulia nikaona sasa uzuri kwamba hata wadau unilokopo nao walikuwa mara nyingi Abdubonge, sababu tale mara nyingi wewe dog, kweli kama tulikuwa hivi na hivi, njoo tufanye kitu. Unajua wewe unavyopotea sisi tunalawama katika hii jamii, alafu lawama inaokuja na watu wengine wanaochomoka wanasema vitu, lakini wewe ndo foundation kubwa inaonekana ndo source. Kwa hiyo tufanye kazi, nguvu ipo na tunaamini vitu vyote vitawezekana, kwa sababu muziki tumetoka na umbali, usiuache hivyo. Unaona, sasa nikaja kutulia baadaye, nikaja kugundua kweli hii sababu ya mimi kupotea kwenye game pia ni kwa sababu nilitoka kwenye management ambayo ilikuwa inanisaidia bila kuwa na mipango kwamba ningeweza kufanya nini na nini. Lakini nilipotulia nikaona hakuna sababu, niliwafuata nikaongea na wao vizuri, kaongea na mjomba Bonge, niko nao yani na amani, yani kwamba hata hizi kazi ninazofanya hivi niko chini ya QS, lakini
shughuli zangu zote ziko na Babtale, yani na Bongea wanazifanya wao. Okay. Yeah. Na tunafahamu kwamba P-Funk na Bongo Records kwa ujumla ndio ile ambayo ilitengeneza ule msingi wa Mbido kuanzia Latifa zikiambia na ngoma zako zilizopata. Unahisi kutofanya kuendelea kufanya kazi na Majani pia kuimbisha kwa kiasi fulani? Unajua ni kitu kimoja ambacho naweza kusema inawezekana, kwa sababu ujue maproducer ambao walozoea ambao nikifanya nao kazi najiona kama nafanya kazi na mafaza. Unajua ukiona mshua unakuwa una wasiwasi katika kitu ambacho unakifanya. Ni P-Funk moja wa P-Funk Manual. Sasa pia kutoka kule sijajua system gani ilitumika. Yaani mimi kuondoka kule katika ile kampuni ambayo nilikuwa nafanya nao kazi pia iliniweka mbali sana hata na maproducer wangu walikuwa wananifanyia kazi. Sasa kujua, unajua mtu anakujua baba anajua akakuzibia wapi na wapi, umeona. Kwa hiyo inawezekana ni sababu ya moja wapo, kwa sababu P-Funk ni producer ambaye ananifahamu vizuri, ambaye anajua nikipiga kitu fulani hata kama sijakisikia, kwa yule dogi akija kusikia kitu atafanya kitu fulani kizuri. Kwa hiyo tangia kitambo kile bado sijapata nafasi ya kufanya kazi na P-Funk. Umeshawahi kumjaribu kumtafuta labda karibuni? Pia mwenyewe alinikumbuka akaniambia, Dog, inabidi ufanye kitu, njoo studio. Nikaenda studio tukakaa. Unajua Majani anatumia muda mwingi sana kupiga story na kuelekeza, maana unajua hivi, lakini nikapata kama siku 2 za kuongea bila kufanya kazi. Sasa namsubiri, unajua anafanya kazi kwa mzuko wako kimpara vizuri, bwana Dog njoo. Najua hapo kutatoka wimbo wa taifa. Unajua nyimbo za taifa zinatoka producer akiwa na love na kitu ambacho anachokifanya, ndio kitu kinapatikana, kitu kinaitwa wimbo wa taifa. Kama ngoma Suliniambia mpaka kesho kieka rap, ukisikia unajua hii hatari. Ngoma kama Mapenzi kitu gani ukiweka unasikia hii Latifa, ukiweka unasikia kwa sababu wakati wanazifanya zile kazi wenyewe walikuwa na hisia na zile vitu kabla ya kufikiria kitu chochote. Unajua sasa hivi maproducer wengi wamekaa lazima kwanza payment, umeona, alafu hawana love na watu wao. Unajua hicho ndio kitu kimoja kikubwa. Mtu anakuja tu kuja kurekodi, ulikuwa hujajipanga kufanya kazi naye, unamgongea kwa sababu kaja, lakini mtu amejifeel tayari anataka nikufanyie kazi. Unajua inakuwa kazi tofauti, ndio kitu ambacho kiko hapa. Sasa hivi muziki umebadilika sana, yani ni kitu kinabadilika. Unasikia wasanii wanalipo nyingi sana na wengine wengi hizi shows za fiesta, King music tours zimefanya muziki umechangamka sana kama hiyo. Sijui kwa wasanii wa Kongo kama ninyi unajua kabisa kwamba ulikuwa na hits kibao, wage na kujia nini akilini kuona kwamba haumshiriki? Unajua nini kitu ambacho kipo, unajua pia ukinyamaza unajua ni tatizo ambalo hata mtu unajua unatakiwa useme ili usikike. Hata kama unasikia kufa, yani utakiwa kunyamaza kimya, utakufa watu kusema, lakini ukipiga makelele inawezekana watu wakajua yule jamaa na kufa ndo na kuinua. Sasa ndio kitu ambacho kinataka kufanyike saa hizi. Unajua tuko kimya. Juzi nikajaribisha kitu kimoja kidogo, ngoma fulani tu Menuna, nikaona watu wamesupport, yani wamekuja ngana, kumbe wanatakiwa kupigiwa medundo ili kutukumbuka wakajua, kwa sababu muda mrefu hatujafanya ngoma. Kama mimi binafsi na miaka 6 sijagonga ngoma yote, miaka 6. Unajua miaka 6 hata watoto wale watu ambao walikuwa wanakuja kwenye show zangu inawezekana washakuwa katika idea nyingine, washakuwa mafadha labda kwenye show hapo wako design nyingine watoto wengi. Sasa hao watu ndio wanatakiwa wasikike muziki ili hata wadau wajue kwamba watu sasa wapo wanatakiwa kushiriki katika vitu kama hivi. Na ndio kitu kikubwa. Hata mimi kama Fiesta nilialikwa, nikaambiwa safi mimi nitakuwepo, kuna kadhaa nitazifanya, umeona lakini ni kwa sababu ya uwepo wangu kuonekana kwa wale watu, lakini hakukuwa na kitu kikubwa sana ambacho kimefanyika ili kuonekana Dogi huyo hapo. Dogi wewe umeenda wapi? Na mimi nipo. Asa hii hapa Fiesta. Naomba safi bwana, nashukuru kama nitafanya. Sasa kitu kikubwa kinachotakiwa ili hata nikienda, hata kama kuna mtoto alikuwa hajajua, unajua kuna watoto wengine labda wajui Latifa alimba nani, mimi nahisi. Sasa wanatakiwa wanione kwenye ngoma nyingine, alafu presenter ndo wanijulishe kwamba mimi nilifanyaga hiki na kile, wale watoto wajua huyu mtu yuko aina gani, ni ngoma kali na vitu kadhaa vilivyopita wapate kuvisikia vizuri, kwa sababu ngoma zinasikika lakini kitambo. Haya, tumalizie na
ungependa kuwaahidi nini wa mashabiki wako ambao wanafuatilia tangu za Latifa na hizo zingine zilizofuata? Kwa sababu tunaamini kwamba hautarudi tu kwa kawaida kama ambavyo hapa katikati ulirudi, sio? Kwa maana kwamba sasa hivi uko kwenye management nzuri, umetulia, mawazo yametulia, unajua huwezi kufanya muziki kama ndogo mambo haendi vizuri. Sure. Unawaahidi nini? Ni kucheza tu na hisia zao, kwa sababu mimi usifanye muziki bila kuangalia watu hisia zao zimekalia upande gani. Unajua muziki ni kucheza na hisia za watu na hisia zako. Ukishakuwa msanii lazima ubebe husika, unasemaga kubeba husika. Ukishajibebesha husika ile inamaanisha unaweza kumliza mtu na act lakini mtu mwingine akalia peke yake. Ndio kitu kinatakiwa kifanyike. Na tempo tu fulani ambayo katika muziki tulikuwa tunapiga, labda tulikuwa tumeshuka tempo, tupanda kwenye tempo za juu, basi zoezi limeisha. Yani promise na hapa ni kwamba nitaendelea tu kufika kwenye feeling, kwenye mawazo ambayo alikuwa anayawaza kabla hajatokea, ama yashawatokea alafu yakawaliza tu, kwa sababu nishe kufanya ngoma mimi watu wakaanalia familia zikanifuata zinalia, ni kwamba baada ya kusikiliza wimbo labda Latifa au si uliniambia au ni kama ina maana nilifanyaga sehemu fulani Nairobi huko, familia fulani tu ya maisha mazuri. Yani mzee paka aliniambia bwana, mimi naomba yani uwe katika familia hiyo, mwana familia yani uwe ukae tu, yani mimi ndo mzazi wako. Yani mzee na mama, wakati mama alipenda ngoma, wakati mjamzito akaombaka akawa yuko chizi, lakini ili apone ilikuwa kaja kugundua ni kumwekea tu CD ya nyimbo zangu, ndo mama anatulia mpaka alipojifungua. Yani ilikuwa chizi wa ujauzito, lakini CD zangu ndo zilikuwa dawa yake. So nikajikuta yani nimefanya kitu fulani ambacho mimi naweza ngakanga sema dai, yes nilifanya kitu watu wakakubali. Sasa umuhimu uliopo ni kufanya kucheza tu na zile hisia, basi hakuna kitu kikubwa. Hisia za mapenzi zipo na kushikwa napo kupo. Hisia za mapenzi zipo na kushikwa napo kupo. Natamani nikupe wote moyo wangu ili uwe wangu, barafu wa moyo wangu. Nikupe wote moyo wangu ili uwe wangu, zawadi ya moyo wangu. Ya vitu kama hivyo vinakuja katika biti fulani za mbio sana, ambapo wenyewe wataelewa kitu gani kimefanyika. Na pia labda cha kuarifu, sitaki kusema sana. Unajua mtu kama unajijua wewe ni kamanda wa lipua tu, watu wazungumzie mabomu. Promise ambao wasubiri tu mabomu afu watasema baadaye kama bwana Doge zile nyota zile tunazichukua, ama zile nyota tunakuongezea nyingine 10 na kitu kama hiyo. Mimi jina langu naitwa MB Dog Makopa, mjomba Chila ananiita Master. Unaangalia Bongo 5 TV pamoja sana.